Jina langu ni Japhet Kachaigiri, ni profesa katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo na pia ni mkurugenzi wa kurugenzi ya shahada za uzamili, utafiti wa ulishaji wa teknolojia na ushauri wa kitaalamu. Leo hii tumekuwa na kongamano la kisayansi ambalo limehusisha taasisi mbalimbali, lakini hasa 5 za vyuo vikuu, ikiwemo Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Aga Khan, Chuo Kikuu cha Nelson Mandela na Chuo Kikuu cha Simon Fraser cha Canada. Na chimbuko la mkutano huu ni makubaliano ambayo tuliingia kwa pamoja kati ya taasisi 5 ya kushirikiana katika mambo mbalimbali, ikiwemo kubadilishana uzoefu, kubadilishana wataalamu, kujengeana uwezo kwa maana walimu na wanafunzi, kuangalia na kuandika maandiko ya pamoja ya ushirikiano ya kitafiti, na pia tunashirikiana kwenye mambo mbalimbali ya kuweza kuibua ubunifu wa aina mbalimbali ambao unaweza kuchangia katika kutatua changamoto mbalimbali tunazokutana nazo na kuweza kuleta tija katika utekelezaji. Na kongamano la leo ni la pili. La kwanza lilifanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka jana, na hili ni la pili ambalo limefanyika hapa Morogoro, likiwa linasimamiwa na kuratibiwa na Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, na mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati ya uratibu. Kongamano hili ni muhimu kwa sababu ni sehemu ya njia ya utekelezaji wa mahusiano tuliyojenga kati ya taasisi hizi 5. Ni moja ya njia ya kufanya mawasilisho ya kitafiti katika mambo ya msingi ambayo sisi wote tumekubaliana kuyatekeleza. Kongamano la mwaka huu limekuwa likiangalia juu ya maisha ya binadamu, namna ya kumwendeleza binadamu kuwa zaidi ya pale alipo. Yani namna ya kuboresha maisha zaidi ya pale alipo. Sio swala la kuishi tu, lakini je, ni namna gani tunaweza tukaboresha maisha zaidi ya hali hili aliyonayo kwa sasa, kwa kuangalia masuala mazima ya namna ya kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, lakini namna ya kuongeza afya kwa maana ya health kwa Kiingereza, lakini pia namna ya kuboresha uzalishaji katika kilimo. Kwa hiyo tumeangalia mambo mengi, na hii dhima ya mkutano huu imechaguliwa kwa maana kubwa pana, kwa sababu sisi tumekubaliana kwamba tutaangalia mambo ambayo ni mtambuka na ambayo yanagusa maisha ya binadamu moja kwa moja. Mfano swala la afya, masuala ya maji na swala la mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kipekee tukiangalia bunifu, innovations mbalimbali katika kufikia suluhu ya changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya maji, zinazohusiana na masuala ya afya na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo mkutano huu umeleta zaidi ya watu takriban kama watu 190 hivi au tuseme 200, na umezinduliwa na Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo, na pia umehudhuriwa na wakuu wa taasisi wote wa hizo taasisi 5, na pia kumekuwa na uwakilishi wa balozi wa Canada katika mkutano huu, na wengine ni watafiti, wengine ni wanafunzi, na wengine ni watu wanaosimamia sera na mipango kitaifa. Kwa hiyo umekuwa ni mkutano mkubwa ambao umeangalia mambo katika uwanja mpana zaidi,
Tunategemea matokeo ya mkutano huu yataweza kuzalisha kitabu tunaita proceeding kama majumuisho ya mawasilisho yote, lakini pia tutafanya zaidi kuweza kuichambua zaidi na kuja na mapendekezo ya kisera ambayo yataweza kuwafikia wafanya maamuzi. Kwa hiyo niseme kwa ufupi kwamba tunategemea mengi na tunaendelea kupata mengi kupitia mkutano huu ambao unaendelea, ambayo itakuwa ni tija kwa nchi yetu, lakini pia ni sehemu ya kujengea uwezo watafiti wachanga ambao nao wamepata nafasi kuweza kuwasilisha kazi zao na kuweza kushiriki vizuri na kupata uwanja mpana wa kujenga mahusiano na mashirikiano katika mambo mbalimbali. Tumekuwepo pia na TCU Commission Universities, na wao wamekuja katika side events mbalimbali ambazo zimefanyika. Imekuwa sehemu pia ya wao kuweza kujua kinachoendelea, lakini pia kuangalia masuala ya ushirikiano katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo tumejadili mengi na tuna imani hii ni sehemu ya mwendelezo ya ushirikiano katika hizi taasisi 5.